Ninakusalimu katika jina la Bwana Yesu. Ninakukaribisha tena kwa mara nyingine tujifunze maneno ya uzima. Katika siku hii ya leo, nataka tujifunze ama tutazame juu ya ujio wa Yesu Kristo mara ya pili. Je, unamtazamia Yesu Kristo kuja mara ya pili kwa namna gani? Atakuja na kuishia mawinguni na wewe unangoja kunyakuliwa kwamba atakuita au kunyakue? Au unamtazama kwa namna gani? Kwamba atakuja duniani na atahubiri? Tuangalie katika maandiko matakatifu tuweze kujifunza. Huu ni mwendelezo kwa habari ya makanisa 7. Tukiangalia kanisa la Kristo. Tumekwisha kuangalia makanisa yote 7 na tukajifunza jinsi gani makanisa haya yalivyoenenda. Jinsi ambavyo neno la Kristo alivyolitumwa kwa watu hawa, makosa waliokuwa nayo, lakini vile vile na mwenendo katika lile neno. Tukaona jinsi gani kanisa hili la 7 ambalo Mungu alilionya kuwa ni vuguvugu. Lakini hapa nataka tuangalie kila ambacho Kristo anasema kwa habari ya kizazi hiki na jinsi ambavyo tunapaswa kumtazamia yeye kuja kwake mara ya pili. Nataka tuangalie katika maandiko matakatifu kitabu cha Ufunuo sura ya 3 kuanzia mstari wa 14. Nasoma katika maandiko matakatifu, anasema ya kwamba mstari wa 14, na kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye Amina, shahidi aliye mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Na yajua matendo yako, ya kuwa hu baridi wala hu moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu una uvuguvugu, wala hu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Kwa kuwa asema, mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja ya kitu. Nawe hujui ya kuwa wewe mnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi. Nakupa shauri, ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona. Wote ni wapendao mimi na wakemea na kuwarudi. Basi uwe na bidii ukatubu. Tazama, nasimama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Tuishie hapa mstari wa 20. Ni maneno ambayo yanahusiana na kanisa la 7, kanisa la mwisho kabisa kabla ya Kristo hajarudi mara ya pili. Kwa maana kwamba ni maneno ambayo wewe ambaye unayasikia leo hii katika kizazi hiki yanakuhusu wewe. Ni maneno ambayo unapaswa kuyatafakari kama maneno unayoambiwa wewe mwenyewe. Lakini hapa nataka tuangalie kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili. Kitu cha kwanza ambacho nataka leo tujifunze au nikufundishe ni mambo mawili kwa kila Mkristo katika kizazi hiki ambayo anapaswa kuyatazamia. Jambo la kwanza ni wewe unayeambiwa haya maneno kwa maana ya Mkristo. Maneno haya unaambiwa hivi, na yajua matendo yako, ya kuwa hu baridi wala moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu una vuguvugu, wala hu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Hilo ni jambo la kwanza ambalo ni neno la Kristo katika kizazi hiki analisema na kusema ya kwamba si moto wala si baridi. Na kwa kuwa ni vuguvugu, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Lakini jambo lingine ambalo naliongelea hapa anasema ya kwamba kwa kuwa wasema mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja ya kitu, nawe hujui ya kuwa wewe mnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi. Kwa maana hapa unatazamia kusikia sauti ambayo inakuhubiria ya kuwa wewe ni vuguvugu. Lakini vile vile inakuhubiria ya kuwa wewe si tajiri kama jinsi unavyojiona. Maana maandiko hapa nasema ya kwamba kwa kuwa wasema mimi ni tajiri. Kwa maana hiyo si tajiri. Itakuhubiria kukuonesha ya kwamba wewe ni kipofu, wewe ni mwenye mashaka, wewe ni maskini, wewe ni uchi.
Na kwa neno hilo basi, hilo ni jambo la kwanza ambalo wewe unatakiwa kulitazamia, kukutana na sauti hiyo, kukutana na ujumbe huo, kukutana na sauti ambayo inakutaka ukatubu, kwa sababu itakuita ukatubu, kama katika maandiko mahali hapa jinsi anavyosema. Mstari wa 19 anavyosema kwamba wote ni wapendao mimi nawakemea na kuwarudi, basi uwe na bidii ukatubu. Ukatubu kutoka katika uvuguvugu, ukatubu kutoka katika hali ya kujiona kuwa ni tajiri. Manake kitu cha kwanza lazima Bwana ambacho ataenda ukitenda ni kukushusha wewe ujionaye kuwa ni tajiri, uliyeketi na kujiona kuwa ni tajiri, hata ukaweze kunyenyekea, ili kwamba akupe maarifa, akupe kila ambacho kitakufanya wewe kuwa tajiri. Kama hapa katika mstari wa 18 anaposema ya kwamba nakupa shauri, ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona. Kwa sababu wewe ni kipofu ila tu haujui, wewe ni maskini ila tu haufahamu. Sasa inahitajika dawa ili kwamba upake machoni pako upate kuona ya kuwa wewe si tajiri kama jinsi ulivyokuwa unajiona. Kisha hapo sasa utakapopata kuwa tajiri, kama neno hili ukiweza kulipata na kulifahamu na kulipokea. Ni kwa jinsi gani unamtazamia Kristo? Tusome mstari wa 20. Anasema kwamba tazama nasimama mlangoni na bisha, mtu akiisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Je, huyo ni Kristo ananena maneno haya kwenda kwa kanisa, kwenda kwa watu waliompokea. Ndio maana ujumbe huu unaanza kwa kusema ya kwamba na kwa malaika aliyepo katika kanisa la Laodikia, kanisa hili la 7. Ujumbe huu ameuandika kwenda kwa watu waliopo katika kizazi hiki ambalo ni kanisa la 7. Kanisa ni moja tu la Kristo, lakini limepitia katika majira au nyakati 7. Na huu ni wakati wa 7. Manake huyu anayehubiri hapa ni Kristo, si mwingine. Anayehubiri maneno haya ni Kristo, si mwingine. Na kwa maana hiyo, wengi tunamngojea tu atokee mawinguni. Na ni fundisho ambalo tumelipokea kwa mikono miwili, na limetupa tumaini ya kwamba hatuna kitu kingine chochote, bali tunasubiri tu kumuona mawinguni atunyakue twende mbinguni. Na ndio maana kwa nini analaumu kizazi hiki na kukiambia ya kwamba wajiona kuwa ni tajiri, huna haja na kitu kingine. Wakati ambapo unajiona kuwa ni tajiri, yeye anakuona ya kwamba wewe ni maskini na uchi. Wewe ni mtu ambaye ni kipofu. Anayo dawa ya kukupaka macho yako upate kuona hayo yote. Anayo dawa ya kukupa mavazi usiwe uchi. Lakini umefunga mlango. Hutaki kitu kingine chochote. Kwa maana kwamba mlango umeufunga. Kuanzia dhehebu lako na wewe mwenyewe umefunga mlango. Usisikie kitu kingine chochote, ila hicho tu ulichonacho. Kwa kuwa unajiona katika hicho ulichonacho kuwa ni tajiri, basi unangoja tu yeye atokee mawinguni. Lakini jambo la pili ni lile ambalo tumetoka kulisoma katika kanisa la 6, kanisa la Philadelphia. Kuna ujumbe ambao Bwana aliuongea na kuwaonya watu wale ambao walikuwa katika lile kanisa, kwa kuwa walimpendeza. Akawapa tahadhari tu. Tunaweza tukaisoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya 3 kuanzia mstari wa 9. Anasema, tazama nakupa walio wa sinagogi la Shetani, wasemao kwamba ni Wayahudi nao sio, bali wasema uongo. Tazama nitawafanya waje kusujudu mbele ya miguu yako na kujua ya kuwa nimekupenda. Mstari wa 10 anasema,
Kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa iliyo tayari kuijilia ulimwengu wote, kuwajaribu wakao juu ya nchi. Kuna jambo ambalo mstari huu wa 10 umelinena, lakini alikuwa akiwaonya sana katika kanisa la sita. Kanisa la sita nawaambia ya kwamba kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, mimi nami nitakutoa katika saa ya kuharibiwa iliyo tayari kuijilia ulimwengu wote. Manake wakati wanaonywa hao, na kanisa la sita nikwambie ya kwamba ni kanisa kabla ya kanisa la Laodikia ambalo tulilopo sisi. Ndio watu hawa ambao alikuwa anawaambia. Manake baada ya kizazi kile, kizazi kinachofuata kinaishi katika saa ya kuharibiwa. Manake tupo katika saa ile ambayo Bwana amekwisha kuinena na kuwaonya watu ambao walimpendeza. Lakini kwa nini anasema ni saa ya kuharibiwa? Kwa sababu tunaishi katika kizazi ambacho watu ni vuguvugu. Kwa lugha nyingine, Wakristo ni vuguvugu. Ndipo kwa nini nimetoka kukuambia hilo jambo, kwamba yeye anahubiri kwa habari yao kuwa ni vuguvugu wakapate kutubu. Na kwa maana hiyo, kama hawatubu, basi saa hii ya kuharibiwa iko tayari. Lakini jambo hili atalianza katika kanisa lake, kama katika maandiko wanavyosema ya kwamba Bwana anapokuja kuadhibu katika ulimwengu huanza katika nyumba yake. Kwa hiyo ataanza kwa Wakristo wao ambao tayari ni vuguvugu. Sasa unamtazamia Yesu kwa namna gani kurudi kwake mara ya pili? Maana hili ni jambo ambalo katika vizazi vyote limekuwa ni tofauti na jinsi watu wanavyotazamia. Mara ya kwanza Wayahudi walimtazamia kuja kama mfalme, lakini alipokuja ikawa tofauti na jinsi walivyokuwa wametazamia. Angalia kizazi hiki, ni jambo lile lile, fundisho lingine tena jipya limekuja na kuwafanya watu hawa wakaluka kila ambacho wanapaswa kukitazama. Kwa hiyo ujumbe huu ambao unakujulisha wewe kama Mkristo, umtazame Kristo kwa jinsi ambavyo maandiko yanataka wewe umtazame. Kwa maana hakuna ambaye anapaswa kuendelea kusubiri unyakuo wakati ambapo Kristo amekwisha kuonya ya kwamba kwa kuwa wewe ni vuguvugu, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Na kila Mkristo ndiyo hali yake aliyonayo. Asante kwa wakati mwingine, karibu.